Kizazi kipya katika utangazaji wa soka, vijana ambao wameikumbatia kazi hii na wanaifanya zaidi ya inavyohitajika hasa katika ligi kuu ya soka nchini Kenya, na kuleta ladha, kuwafanya mashabiki wafuatilie kila hatua ya soka nchini Kenya. Elijah Momanyi, mambo vipi? Nashukuru sana mwenzangu na nimefurahi sana kupatana nawe. Ni siku nyingi tulikuwepo na wewe kule kwingine, ndo wakati ambapo tulikuwa tunaanza na kwa malezi yako tunashukuru Mungu tunaendelea kubobea pole tu. Na asante sana, ni furaha pia kuwa nawe hapa na kuona ukichukua hatua baada ya hatua. Zungumzia kuhusiana na kazi yako ya utangazaji, imekuwaje tangu uchukue kazi hiyo na hadi hivi sasa? Safari ya utangazaji hajakuwa rahisi. Ni wakati ambapo unasema kwamba ina changamoto nyingi, hususan wakati ambapo unaibukia ukiwa na talanta ndio, lakini nafasi pia zinakuwa ni finyu. Ila safari yangu nashukuru Mungu kwamba nilitangamana na watu ambao walikuwa na roho nzuri, mmoja wapo akiwa wewe, na wakati huo pia niliweza kupata fursa ya kuweza kuingia kwenye limelight. Yani wenyewe wanasema kupata fursa ya kwanza kutazama mtazamo wa kwanza kwenye mchezo wa soka au kwenye spoti. Na ndio kitu ambacho kimenisaidia, na sasa hivi naweza nikashukuru kwamba nimepata angalau nipo hapa ndani ya Azam kufanya shughuli kama presenter. Nilichukuliwa kama presenter, lakini kwa sababu ya uzuri wangu wa kuzungumza na pia kuchanganua, kwa hiyo mara mingi nahusika kama mchambuzi wakati ambapo nasaidiana na mwenzangu Zani Mohamed. Naam. Na imekuwaje kuhusiana na pengine mnapofanya kazi kwa pamoja, changamoto ambazo huwa mnapitia na mnazikabili vipi? Changamoto zipo, hususan wakati ambapo tulikuwa tunaanza kufanya kazi kwa mapema, manake kuna kule kuingiana, unapatana na mwenzako ambaye hujafanya naye kazi, kwa hiyo inachukua muda kidogo ndio muweze kufahamiana, ujue strong point yake ni gani na pia wewe weak point yako ni gani, kisha mkizijumuisha kwa pamoja mnafahamiana. Lakini pia changamoto zingine zilikuwa kwamba ligi inabadilika, wachezaji wanasajiliwa wageni, na wakati ambapo pia lazima uweze kutazama mechi kwa takriban kwa timu zote 18 ndani ya ligi kuu. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vilikuwa vinahitaji ufanye utafiti mkuu, na ndo changamoto ambazo nilikumbana nazo. Lakini kadri muda ulivyokuwa unasonga, unajipata kwamba kitu ambacho unakifanya kila siku na unakirudia, ina maana basi hautarudia lile kosa ulifanya jana, utakuwa unajifunza kutokana na makosa hayo na basi unazidi kubobea. Ndio kitu ambacho kimenisaidia sana na nashukuru Mungu naendelea kupiga hatua. Kwenda mbele, pengine unaangalia vipi kuhusiana na ligi hivi sasa? Katika uongozi wa soka kuna afisi mpya ambayo imeingia, kutakuwa na mabadiliko ambayo yanatarajiwa katika siku zinazokuja. Kwako wewe, mabadiliko ambao unajipanga kivipi katika miaka inayokuja? Kwanza niseme kwamba mabadiliko huja na ni kitu ambacho huwezi ukakizuia, lakini pia nashukuru kwamba ligi yetu kwa sasa ina mvuto, kwa sababu una uwezo, kila shabiki ambaye yupo nje ana uwezo wa kujitazama kutokana na kazi ambayo tunaifanya. Lakini pia iwapo mabadiliko yote yatafanyika unakubali pia, na iwapo yatakuwa na mabadiliko chanya pia tutakubali, lakini kivyovyote vile lazima pia niazimie mbele, manake nimekuwa nikipiga hatua polepole, na nashukuru Mungu kwamba nafasi ambazo nimefanya zimenifanyia mimi kuwa na hisi kwamba kuna ndoto na kuna kitu ambacho kitapatikana kutokana na kazi ambayo naifanya. Kwa hiyo naamini kuwa kutokana na pia kazi yangu pia kuna uwezekano pia njia zingine zitafunguka, manake Mwenyezi Mungu ambaye anakupa nafasi ambayo unayo sasa hivi, basi haufai kuwa unafikiria kuhusu kesho. Utafikiria ndio, lakini yote 9 atakayetimiza ni Mwenyezi Mungu. Lakini naamini kuwa kando na hilo, kutokana na uongozi na kutokana na kazi ambayo tunaifanya, mambo yatakuwa sawa tu, manake ligi yetu ni ligi ambayo inatuhitaji wewe na pia inanihitaji mimi, na yeyote yule ambaye anashabikia na kufanya kazi kuwa anafanya ligi inaonekana, ndo kitu ambacho tunakiazimia sisi wote kwa kijumla kwa familia ya utangazaji. Asante sana Momanyi na kila laheri katika kazi yako. Nashukuru sana mwenzangu Abula. Pamoja. Utangazaji wa kandanda